Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amezikemea Iran na Israel kutokana na madai kwamba mataifa hayo mawili yameshindwa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoasiwa na Marekani saa chache baada ya kuanza utekelezaji wake. Muda mfupi kabla ya kupanda ndege rasmi ya Rais Air Force One kuelekea katika mkutano mkuu wa NATO mjini Hague, Trump alikuwa na haya ya kusema. Hawanifurahishi wote. Iran hainifurahishi, lakini sifurahishwi zaidi na Israel, ambayo inafanya mashambulizi asubuhi hii kwa sababu ya roketi moja tu ambayo hata haikutua, ambayo huenda ilifyatuliwa kimakosa. Haikutua. Sifurahii hilo. Kimsingi, tuna mataifa mawili ambayo yamekuwa yakipigana kwa muda mrefu, tena kwa nguvu, lakini hayajui yanafanya nini hasa. Unaelewa? Trump alitangaza usitishaji wa mapigano hayo hapo jana usiku baada ya Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid mjini Doha, Qatar. Iran na Israel walipewa saa 6 kukamilisha kile rais wa Marekani alichokiita mipango yao ya mwisho. Kilichofuata ni mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran tangu kuanza kwa vita. Wizara ya afya ya Iran imesema watu 606 wameuawa katika muda wa siku 12 zilizopita. Wakati huo watu 4 waliuawa baada ya kombora la Iran kushambulia jengo la ghorofa huko Beersheba kusini mwa Israel. Nchi zote mbili zilishtumiana kwa kuendeleza mashambulizi ya anga. Hata hivyo, usitishaji wa mapigano kwa sasa unaonekana kuendelea. Huyu hapa mwandishi wa BBC Gary O'Donoghue. Ulimwona Trump wakati akiondoka kwenda kwenye mkutano wa NATO akiwa amekasirishwa sana na Israeli kuhusu hatua yake baada ya kutangazwa kwa usitishaji vita. Muda mfupi baadaye alichapisha kuwa yote yalirejea. Usitishaji wa mapigano ulianza tena. Tumesikia hivi punde kutoka ikulu ya Marekani kwamba inaonekana Rais Trump na Benjamin Netanyahu wamezungumza. Inaonekana kuna mabadiliko fulani yametokea. Sio jambo la ajabu kwa usitishaji vita kuanza kwa vurugu kidogo. Na nafikiri wanatumai kwamba ndivyo ilivyo hapa, kwamba ni hali ya vurugu upande wa mipaka kuhusu muda na kuhusu kinachoendelea kijeshi, na kwamba baada muda fulani mambo yatatulia. Hicho ndicho wanachokitarajia. Kufahamu zaidi yanayojiri, naungana moja kwa moja na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa katika studio zetu jijini Dar es Salaam. Rahbi, karibu. Sasa usitishwaji wa mapigano japo wa mashaka kati ya Israel na Iran unaashiria nini? Ilikuwa itokee kitu kama hiko kwa sababu si jambo jipya. Hawa tayari ni maadui wakubwa. Lakini usitishaji huu ambao ulisimamiwa kwa kiwango kikubwa na Marekani umetuonyesha upande wa pili. Ni kama vile kuwa Trump alikemea zaidi Israeli kwenye haya mazungumzo kwa sababu anaamini alianza kuzungumza na Israeli usiku wakati Irani inafanya mashambulizi kwenye kambi ya Marekani kule Udeid. Lakini wakati huo makamu wa rais JD Vance na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Mark Rubio pamoja na mwakilishi Steve Witkoff walikuwa wakipishana kuzungumza na wawakilishi wa Qatar pamoja na Irani kwenye usitishaji. Kwa hiyo ni kama Netanyahu alishakubaliana na Trump mwanzo, lakini baadaye akaenda kufanya mashambulizi muda wa saa 10 saa za Afrika Mashariki ndani ya Iran, na Irani wakajibu muda wa alfajiri kwenye saa 11 hivi, ambao yalipelekea vifo vya hao watu 4 kule Beersheba. Kwa hiyo Trump anamlaumu Netanyahu kwa kuvuka mstari kwa sababu tayari walikuwa wamekwisha kubaliana. Lakini yote kwa yote kuwa tunaona kuwa mwelekeo umekuwa ni mzuri na usitishaji unaendelea. Hapo katika usitishaji wa makubaliano, unaona kuna utayari wa kweli na kuaminika kati ya mataifa hayo hasimu katika kufanikisha makubaliano hayo ya kusitisha vita hivi vinavyoendelea? Bila shaka wote walikuwa wamekwisha kuchoshwa na hii vita, na kwa sababu ukiwaangalia kila mmoja alikuwa anaweza kumfikia mwenzake. Irani alikuwa anaweza kupiga ndani ya Israeli hata kwa makombora machache yanafika, lakini Israeli alikuwa anaingia kwenye anga ya Irani anapiga anapotaka. Kwa hiyo wao walikuwa wamechoshwa. Siku moja kabla hata vyombo vya habari vya Marekani viliandika kuwa Israeli ilikuwa ikitafuta makubaliano ya kumaliza vita kabla hata ya bwana Trump hajaenda. Lakini tayari waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi katika ziara yake kule Uturuki pamoja na kwenda Moscow alikuwa ameweka wazi kuwa Irani iko tayari kumaliza mzozo wake ikiwa itaacha kushambuliwa na yenyewe haitojibu. Kwa hiyo tayari nchi zote zilikuwa ziko tayari kwa sababu tayari zilikuwa zimechoka na zimepata hasara kubwa kwenye vita. Rahbi, bila shaka mzozo huu unatoa kitisho cha usalama kwa kanda nzima na dunia kwa ujumla. Unauelekeza wapi wapo hali itaendelea hivi ilivyo?
Kwa sasa kitisho kinaweza kuwa kiko mbali kidogo, lakini kitisho tumekiona jana baada ya Irani kurusha makombora kule Qatar. Unajua jiografia ya Qatar ilivyo na nchi ilipo, yale mashambulizi yalikuwa yanaonekana karibu nchi 4 jirani. Unaweza kuona Saudi Arabia, unaweza kuona kutokea Imarati, lakini ukiwa Bahrain pia unaona, na ukiwa Qatar unaweza kuona. Kwa hiyo ilikuwa imeleta kitu kama hofu kwa watawala ambao ndio wafadhili wakuu wa uchumi za magharibi. Kwa hiyo unaona kuwa pressure ya haraka, licha ya kuwa Qatar ndio wao walioshambuliwa kwenye kambi ya Marekani, lakini ndio kwanza walisimamia mazungumzo kuhakikisha kuwa vita vinakuisha. Kwa hiyo tunaweza kusema kama tishio limepungua ukilinganisha na siku na saa 48 zilizopita. Mzozo ni mkubwa huu. Unaweza kuwa na athari gani kwa bara la Afrika, Rahbi? Mzozo ni mkubwa kwa Afrika. Ungekuwa na athari kubwa kama Irani wangechukua uamuzi wa bunge lao ambao uliamua kufunga mfereji wa Hormuz, mfereji ambao 21% ya mafuta yanapita hapo, na sisi Afrika ndio tunategemea zaidi, lakini ni mfereji unaopitisha gesi ya LNG kwa 30%. Sasa unaweza ukahisi kuwa uzalishaji wa mafuta karibu nusu ya uzalishaji unaozalishwa Mashariki ya Kati ungefungwa mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo hatari ingekuwa kubwa zaidi kwetu Afrika. Ni kama vile tumeanza kuepuka na hili baada ya kuona mambo yamerudi kwa mazuri. Na kwa ufupi tu, Rahbi, unayaona mataifa haya Iran na Israel siku moja yakiwa na uhusiano mzuri na kuacha kulumbana kama tunavyoona kwa sasa? Bado iko mbali kidogo, kwa sababu Irani hajatoka kwenye njia yake na mstari wake, na Israel hajabadilisha kile anachokiona, kwa sababu ukirudi kwenye msingi hasa wa matatizo ya Iran na Israeli unarudi pale Palestina. Irani bado wanaendelea kusaidia Palestina na bado wanasema kuwa wataendelea kuwasaidia, na Israeli imekuwa ikipingana na nchi yoyote ambayo inataka kusaidia Palestina. Kwa hiyo ili kutatua tatizo la Irani na Israeli ni lazima urudi kwenye msingi au kwenye mzizi wa tatizo lenyewe ambao ni Palestina. Idi Ameini umetoka kuwa mpishi msaidizi katika jeshi la kikoloni hadi kuwa dikteta. Kwanza majina na vyeo walivyojipa tu: mfalme wa Uskochi na mbabe wa himaya ya Uingereza. Ameini alikuwa kiongozi wa Uganda kwa miaka 8 tangu mwaka 1971 hadi 1979. Alichukua nchi hiyo baada ya kumpindua Rais Milton Obote aliyeunga mkono sera za ujamaa wa Kiafrika na kukumbatia muungano wa Afrika Mashariki. Utawala wa Ameini uligubikwa na vitimbi na simulizi za kutisha, za hovyo na zingine hata za kutia kinyaa kabisa. Mapinduzi ya Ameini yalikaribishwa vizuri na watu wengi, kwani kulikuwepo na matumaini kwamba nchi ingeanza upya. Nchi kadhaa za magharibi ikiwemo Uingereza ambazo ziliogopa kuenea kwa ukomunisti pia zilifurahia kuondolewa kwa Obote na kumuunga mkono Idi Amin. I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. Hata hivyo, mwaka mmoja tu baada ya kuwa rais, Amin aliwatimua Waganda wenye asili ya Kihindi waondoke nchini humo mara tu baada ya kuwashutumu kwamba hawakuwa wazalendo. Hatua hii ilipokelewa kwa furaha kubwa ndani ya nchi kwa sababu Afrika wengi waliamini kuwa walikuwa wametumiwa vibaya na Wahindi ambao walidhibiti ngazi za kati na baadhi ya ngazi za juu kabisa za uchumi. Lakini hatua hiyo iliitenga Uganda kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Ingawa baadhi ya Waganda matajiri walinufaika kwa hatua za Amin, biashara nyingi zilikuwa zinamilikiwa na Wahindi zilihamishwa kwa maafisa waandamizi wa jeshi ambao waliharibu mali hiyo haraka tu na kuziacha biashara hizo zikiporomoka. Hata hivyo, watu wengi wa vijijini waliweza kuhimili kuporomoka kabisa kwa uchumi kulikotokea katikati na mwishoni mwa miaka 1970 kwa sababu rutuba ya ardhi ya Uganda iliwawezesha kuendelea kulima na kujipatia chakula. Lakini katika miji, soko la magendo lilienea kila mahali. Kuporomoka huku kwa uchumi na kwa maadili pia kulichochea ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali. Na katika kipindi hiki, nchi ilishuhudia majaribio kadhaa makubwa ya kumpindua Amin. Baadhi ya vyanzo vinasema wakati wa utawala wake, Amin aliua takribani watu 500,000. Hata kama kipindi hicho hapakuwa na mitandao ya kijamii, lakini tetesi za vitu vya ajabu anavyodaiwa kuvifanya na hata kuvisema vilisambaa kwa kasi sana. Sasa katika jaribio la kuhamisha mawazo ya wananchi kutoka matatizo ya ndani ya Uganda, Amin akaanzisha mashambulizi dhidi ya Tanzania mnamo Oktoba mwaka 1978. Sasa kwa sababu alijiita Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada,
akadhani kwamba angeweza kuchokoza majirani au mtu yeyote yule aliyemtaka na akashinda. Ugomvi wake na Tanzania ukaibuka baada ya kumega sehemu ya Tanzania huko kaskazini magharibi katika mkoa wa Kagera, akidai kuwa ilikuwa sehemu ya Uganda. Hapo akaamsha hasira za rais wa Tanzania wakati huo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na nchi hizi mbili jirani kabisa zikaingia vitani. Lakini hii vita haikupiganwa kwa vifaru na mabomu pekee. Nyerere na Amini walibadilishana maneno mara kwa mara, wakitunishiana misuli. Ni katika wakati huu yale maneno maarufu ya Nyerere, sababu tunayo, nia tunayo na uwezo tunao, yaliposikika. Ilikuwa mwanzoni kabisa Tanzania ilipoamua kumtandika Amini. Amini naye eti akamwalika Mwalimu kwenye mechi ya masumbwi, akitaka watoshane nguvu, sio kupitia wanajeshi tu, bali wao wawili moja kwa moja. Akataka eti Muhammad Ali ndiye aalikwe kuwa maamuzi wa ndondi hizo. Mwishoni mbabe wa vita akajulikana. Ndani ya miezi 6 tu Tanzania ikamaliza kazi kwa kuvichapa vikosi vya Amini na kufanikiwa sio tu kuviondoa mpakani, lakini hata kumwondoa kabisa madarakani. Baada ya kuondolewa madarakani, Amini alikimbilia Libya na baadaye Saudi Arabia, ambako aliishi hadi kifo chake mwaka 2003. Ingawa hapo katikati alijaribu kurejea Uganda kupitia Zaire miaka 1989, akakamatwa na hatimaye kurejeshwa Saudi Arabia kwa masharti kwamba hatoshiriki tena katika siasa. Amini alikuwa katika ndoa ya mitara, ambapo alikuwa na wake kama 6 hivi. Inasemekana wengi aliwapata akiwa rais na wengine baada ya kuwanyang'anya kutoka kwa waume zao. Kuhusu watoto wake ni ngumu kujua idadi kamili, lakini baadhi ya vyanzo vinasema alikuwa na watoto kati ya 43 na 50.